Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna mawili tusina makubwa ambao hayo yatasaidia mahujaji watarajiwa. Inshallah Allah afikishe. Lakini jambo langu nataka kulizungumza, tumehangaika sana katika huu wakati wetu wa sasa hivi katika masuala ya picha na mambo mengine. Hichi ningekiomba mahujaji watarajiwa msikifanye hicho. Fanyeni lile ambalo mlolendea. Na watu wengi katika miaka hii tunaonayo wanahadaika katika vitu vidogo sana katika masuala ya picha. Ina maana lile ulolendea unakuwa filo unafanya la kweli. Haitakikani. Kama simu yako weka katika begi lako vizuri, wala kuna habari nayo. Nenda katika msingi ambao unatakikana Allah subhanahu wa ta'ala, ili uweze kufanikisha lile ambalo unakusudia kulifanya. Na nimeona sehemu nyingi sana, vitengo vingi sana wanaruhusu mahujaji wao kupiga picha. Hayatakikani. Sio uliloendea. Nenda katika jambo la msingi uliloendea. Na chengine, mnatoka hapa mahujaji katika kundi lenu al-Muntadh, mtambuane. Kuna vurugu kubwa, mnaweza kukimbiana, lakini mjuane kimujibu wa kikundi chenu na watu wenu. Na hilo ni muhimu sana. Mwe na ushirikiano, mfanye jambo katika msingi wa heshima na taadhima katika suala la ibadati la hija. Ningeomba mwafanye hayo, na sitakuwa na mengi lakini sisemi tu kwa sababu muda umepoa, dakika 2 tu. Nizungumza sana tu, lakini sizungumzi sana, watakuja wengine watachaguliwa na akhi wetu hapa inshallah. Lakini mimi na saa zangu ni hizo. Mwende hilo mlioendelea, na masuala ya picha acheni, simu zenu cheni mikobani mpaka mtakapomaliza ibada ya hija, na mtambuane. Na chingine, asija akatokezea mtu yoyote akakupa mfuko wako mkamatie au mshikilie au nziulie. Usifanye kama sio kikundi chako. Sisi tumefahamika hapo wakubwa, tumefahamika. Asija akakupa mtu mfuko au mchukulie kifahasha changu hicho, usifanye. Mali mnafanya sawa bana, msije mkafanya. Hatari kubwa kwa wakati tulionao. Watu wanatafuta sababu tu basi. Watu waende kimujibu wa lile ambalo walikusudia, na inshallah Allah atawajalia mtakwenda salama, mtatekeleza vitu vyote ambavyo vinastahili kutekelezwa katika ibada ya hija. Inshallah Allah atakutawafiki inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala anbiya'ihi alladhina istafa. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyu likulli man ittaba'a al-huda. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametia nuru katika nafsi zetu na akatakasa nafsi zetu kwa kutoa kile ambacho kitatufikisha katika safari ya kutekeleza amali ambayo tumekusudia. Allah atukubalie na atupe wepesi inshallah. Sijui hapa nianze wapi, kwa sababu ndiko nimepewa nafasi kubwa, lakini Abu Qatada amenipa dakika 4 sasa, zimevuruga yote na sikuwa kabisa na hali hiyo. Kwa hiyo itabidi nifupishe sana na huenda ikatoka ladha.
ya yale ambayo nimeyakusudia, na tuone tu kwa ufupi, kwa vile ni mwalimu tafupisha sana ili apate kueleweka. Kwanza tujijue kwamba tuko katika miezi mitukufu. Miezi mitukufu ambayo amefahamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutajwa mujmal katika Qur'ani, akaitaja ikiwa ni mwezi wa Dhulqa'da, Dhulhijja na Muharram, na mmoja uliojitenga ukiwa ni mwezi wa Rajab. Kwa kawaida huwa tunaupa nguvu sana mwezi wa Rajab na hii mingine tunaidharau, lakini kwa upande wetu mahujaji, mimi wala siwaambii watarajiwa sana, kwa sababu tayari nimeshatoa gharama, na kama mtu anaandikiwa dhambi kwa kutoa mali yake basi mshaandikiwa, lakini kwa sababu ni jambo la kheri mshakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama mtu atakufa kwenye safari, basi linatizamwa lengo lake lilikuwa ni nini. Tayari tumeelekea kwenye kheri. Sasa hii kheri yetu, kwanza tuko kwenye miezi mitukufu, halafu miezi mitukufu inatupelekea kwenda katika miji mitukufu, na hiyo miji mitukufu, ndani ya miezi mitukufu inatupelekea kwenda kufanya amali tukufu. Bila shaka na huyu mtendaji wake na yeye atakuwa mtukufu. Hii si kwa ajili yenu, lakini kwa mahujaji wa miaka yote lazima wanakumbana na hii miezi mitukufu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya miezi hii amesemaje? Amesema fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msije mkadhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo. Dhulma ya nafsi ni ipi? Ni kufanya shirki, ni dhulma ambayo ni kubwa. Inna shirka la dhulmun adhim, hakika kufanya ushirikina ni dhulma iliyokuwa kubwa, na mifano tumeiona. Lakini katika upande mwingine, dhulma ni chochote kile ambacho kimekatazwa, ukikifanya umefanya dhulma. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu ambao wamewaadhibu, basi akasema wama dhalamuna, hawa sisi hawakutudhulumu sisi, lakini nafsi zao ndio ambazo wamezidhulumu baada ya kufanya madhambi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka katika miezi mitukufu tusije tukafanya dhambi ya aina yoyote, badala yake tufanye taa. Masikitiko makubwa kwamba watu wanauthamini mwezi wa Rajab na kuidharau miezi mingine mitatu: Dhulqa'da ambao tunao, Dhulhijja ambao utatukuta tukiweko katika miji mitukufu, na Muharram. Mwezi wa Muharram utatukuta tayari tumerudi, bado tuko kwenye miezi mitukufu. Wema mdogo ukiufanya unakuwa ni mkubwa, na dhambi ndogo ukifanya inakuwa kubwa. Kwa ajili hiyo tunatakiwa tutakase nafsi zetu juu ya hilo. Katika miezi hii ambayo tutafanya amali, na tukirudi, mtu asiyekuwa na fikra ya kuitwa al-hajj. Tukiwatizama viongozi wetu na baadhi ya watu wengine ambao washakwenda mara 2 au 3 na kuendelea, ikiwa leo kwenda mara moja tutambadilisha jina na mwita al-hajj al-hajj. Je, dokta ambaye anafuatana na sisi katika kila tukenda, yeye tumwite nani? Tukimwita mara moja tushamdhulumu, kama kuna sheria ya kuitana hivyo. Je, tutaweza kumwita al-hajj kwa mara alizokwenda? Kama hatuwezi, basi kumbe hili jina hatuwezi kumfanya mtu anaotoa zaka tukamwambia ya muzaki, ewe mtoaji zaka, ya musalli, ewe mwenye kuswali, kwa sababu ni kazi yake ya kawaida hiyo. Hapaswi kuitwa hivyo kwa sababu atafanya mara nyingi. Ni jambo muhimu kwamba mtu asije akatarajia kwamba ukifika ule muda basi yeye awe amepata hilo jina.
anaitwa alhaja, anaitwa alhaji, yasiingie katika nafsi zetu, bali tumuombeni Allah subhanahu wa ta'ala akubali amali zetu. Jambo jingine ambalo linafurahisha zaidi kwamba imekuwa umaraakum khuddamukum, wale viongozi wenu ndio watumishi wenu. Ilitosha kabisa hata kama umetoa fedha na zimetajwa zitafanyia hichi na kile, lakini ilitosha aje tu hoteli kiongozi akwambieni tutaenda pale roundabout pale Amani, yani kwa masafa haya tukiweko kule pale pana hoteli na mtaenda kula. Lakini hawafanyi hivyo, wamekuwa wao ni watumishi, wanaenda kuchukua chakula kule wanaleta, au masafa makubwa zaidi. Na hata kama ni hapo barabarani, basi pia hatukwambieni tokeni, wanakuleteeni. Kwa hivyo kumbe wale viongozi wamekuwa kwamba wao ni watumishi, jambo ambalo halipatikani isipokuwa kwa uchamungu mkubwa. Tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala watie nguvu ndugu zetu ambao wamebeba uongozi wa taasisi hii. Lakini pia mtu ajue, ikiwa wewe umeipenda Al-Mumtaz, baada ya kurudi basi washajishe wengine waingie katika Al-Mumtaz, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hajakuwa ni mwenye imani ya kweli mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake Muislamu yale ambayo anayapenda katika nafsi yake. Kwa ajili hiyo tunatakiwa tuwavute watu. Nilitamani siku moja tutumie kama idadi ya watu 500 ambao ndo ni taasisi ambayo inakubalika, tukatumia jina letu hilo, tukachukua ndege yetu na tukafanya mahema yetu na kila kitu chetu, tukawa tuko peke yetu. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu watu wana mielekeo tofauti. Kuna mwingine anahisi kwamba lazima aweko kiongozi, huku akitembea katika zile ibadati, huko katika tawafu, akifika Ruknul Yamani pale tayari anasema rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirah, mpaka mwisho. Huku wengine wanasema, wengine wanaitikia. Lakini Al-Mumtaz imefahamisha njia ambayo ni rahisi, ambayo al-Hajj anaweza akaifanya mwenyewe huku akiwa amejitegemea. Kukumbushana ndivyo ilivyo. Lakini viongozi wanatubeba kama watoto wadogo. Ukifika kule wanahakikisha kwamba amali yako imefanyika kwa usahihi wake, na tukimaliza basi, jamani, nani hajafanya kitu fulani? Mimi. Basi wanachukua juhudi ya kumrejesha, wala hawakasiriki wala hawachoki juu ya hilo. Watu kwa nafasi yao, hata ukisema mimi basi saa 6 usiku, basi watakupeleka. Hii ni kuonyesha wao wanawapendelea kheri ndugu zao, yale ambayo wanawapendelea wao katika nafsi zao. Tumetakiwa tusaidiane katika mambo ya kheri na uchamungu. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wataawanu 'ala albirri wattaqwa wa la taawanu 'ala alithmi wal'udwan, saidianeni katika mambo ya wema na uchamungu, na wala msisaidiane katika mambo ya madhambi pamoja na uadui. Kwa hiyo haya yote ambayo sisi tunayafanya, basi yawe yameelekea kwenye maelekezo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyatoa, na hasa katika suala hili basi amesema khudhu ani manasikakum, chukueni kutoka kwangu amali zenu. Kwa hiyo je, Mtume sallallahu alaihi wasallam kafanya vipi? Tunatakiwa tuwe na hali hiyo, na tukidumu hivyo basi itakuwa tumeitengeneza safari yetu, huku tukijua kwamba nani mbora kati yetu hatuwezi kumjua. Sote tunakwenda tukiwa dhalili, sote tunakwenda tukiwa dhaifu, sote tunakwenda tukiwa tuna madhambi. Na tukirudi nani takubaliwa? Tuone kwamba sote tuliokwenda tumekubaliwa, wala hakuna mbora miongoni mwetu. Kwa hiyo katika hayo tunatakiwa tudumu nayo,
ili Allah subhanahu wa ta'ala tuonee huruma katika swala zima la kuingia katika hii amali pamoja na kutoka kwake. Nasaha zetu ambazo zimetolewa na watu tangu tumeanza semina, kulikuwa na mafunzo na nasaha humo, ikiwa ni semina ya 15. Zote hizi zina nasaha na mafunzo. Tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala tujalie yale mafunzo yawe ni yenye kuthibiti na sisi tuwe wenye kuyafanya, lakini kila kikundi kina semina zake, kina mielekeo yake. Hakikisha mafunzo uliyopewa na kikundi chako ndio ambayo unaifanyia kazi. Ukija ukichukua mafunzo mengine utachanganya vitu ambavyo mwisho vitakuchanganya na utaiharibu amali yako. Tumetakiwa tuwatii viongozi wetu, na katika taa basi usije ukamchukia kiongozi kwa sababu pia na yeye ni binadamu. Anaweza akafanya kitu lakini ukahisi kwamba hakiko sawa, chukulia kwamba yeye ni binadamu. Na kwa ajili hiyo tuombeeni dua sana ndugu zetu ambao wamejitolea katika kadhia hii ya kutupeleka sisi tukiwa salama, bali wao wakawa ndio watumishi wetu. Mara nyingi kiongozi anakuwa na watu ambao wanafanya kazi, lakini wafanyakazi wetu ni wao viongozi wetu ambao ndio wanahakikisha tunafanya amali yetu na kuendelea ikiwa salama. Allah atujalie, inawezekana mmezidisha kidogo, ajalie kwamba tuwe katika wale ambao wanayasikia maneno mengi lakini wakafuata yale yaliyokuwa mazuri. Wabillahi tawfiq. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka